Bien. Hongera kwa ushindi uliopata, lakini pia hongera kwa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Asante na shukuru sana kwa kila kitu na shukuru sana. Tuambie mchezo ulikuwaje kwa upande wako na kikosi ulivyokiona na performance na matokeo umeridhika nayo? Kwanza niseme tu ilikuwa ni match wa fitness, japo litakiwa tushinde kwa sababu ni match wa mashindano. Tumekamata ushindi, lakini ilikuwa ni match ya kujiweka fit na fitness kuelekea match ambayo inafuata. Tumejiweka fitness iko bien kwa sababu ukiangalia wachezaji wetu wengi wa key players wameitwa kwenye national team kwa wako huko. Huwezi kusema labda mwalimu anaingiza mbinu kwa wachezaji ambao wanabaki kuelekea match ambayo iko mbele, ila ni match ya kuweka fitness kuelekea katika match ambayo inafuata, na kweli fitness imekala bien. Nipongeze maamuzi kwa sababu tulikuwa tunaweza kuandika barua kuomba match isogezwe mbele. Tumefanya, lakini tumecheza ili kusaidia wachezaji kwa sababu wale walio kwenye national team wamecheza au waliobaki nyumbani wamecheza. Kwa kiunganisha nguvu unapata utimamu ambao utatusaidia kuelekea match ambayo inafuata. Sawa, kikosi kulikuwa kuna mabadiliko mengi na tumeona pengine matokeo ambayo mmeyapata, ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Bigman, ni sababu ya kikosi kubadilika au wapinzani wenu walikuwa bora? Ndio kama jinsi naongea, ilikuwa ni match wa fitness. Yaani leo hata tungeshinda goli moja, ilikuwa natupeleka hatua ya robo finali. Hatukuhitaji kutumia nguvu nyingi sana kwenye kupata ushindi katika hii match. Unatumia nguvu nyingi sana, unashinda goli 6-7, alafu unatoka na majeruhi wa 4-5 kuelekea katika machi ambayo inafuata kule mbele, machi mkubwa, kwa sababu sasa hivi Simba sisi internationally sio tu tumeibeba Tanzania mabegani, tumeibeba na East Africa. Iko mwenye mabega ya Tanzania. Yani kwa maana ya wa Kenya, ya wa Uganda, hata ya Burundi, hata ya Rwanda, ukiweka pale ni Simba ndio ina timu mwenye mashindano ya international. Maana yake Simba isikofanya vizuri ni ukanda yote East Africa haitofanya vizuri. Tuliingia matimu nyingi sana, ile imebaki Simba. Maana yake Simba ndio timu bora. Katika kuhakikisha kwamba Simba tunaendelea kubaki bora, basi ni kucheza kwa nidhamu ya juu katika hii match ya leo kuelekea match hiyo ambayo iko kule. Match na Almasi, match ambayo matimu nyingine zote zinashindwa. Tulikuwa wote kwenye mashindano ya international, wengine hadi washasahau. Wamesahau vitu gani washasahau kitu gani kilitokea. Utopolo anatolewa kwenye mashindano ya kimataifa, simepita miezi ngapi? Nyingi sana, tushasahau, hata washasahau. Lakini Simba bado ndo safari mbichi. Ndio kwa hiyo mmepunguza mzigo mmoja kwenye CRDB Federation Cup, mmefuzu kwenda hatua inayofuata. Pengine hii inawapa nguvu kiasi gani sasa kuelekea kwenye huo mchezo ambao unausema kwamba ni mnakwenda kuwakilisha Afrika Mashariki? Swali? Sijasikia tena. Mmepunguza mzigo mmoja baada ya kufuzu kwenda hatua inayofuata sasa. Mmefuzu kwenda hatua inayofuata kwenye CRDB Federation Cup. Automatically mmepunguza mzigo mmoja. Sasa tuambie, imeongeza nguvu kiasi gani kuelekea katika mchezo unaofuata ambao utakuwa pia ni mgumu dhidi ya Almasi? Imetuongezea nguvu kwa maana ya pia ari kwa wachezaji wale ambao, kwa sababu match wale ni wachezaji wale ambao tunaona wapati nafasi. Wamepata, wanaonesha uwezo. Mfano kama Budo leo amecheza, ametoa man of the match, amefunga goli na amehusika pia katika goli nyingine. Katika goli ushindi ya Simba amehusika maana yake inamuongezea nguvu. Inapotokea katika match ile international anapata nafasi, maana yake anaingia na mentality kwamba nifanye kama ambacho nilifanya katika match iliyopita. Hilo la kwanza. La pili ndio kama jinsi niliongea mwanzo. Match fitness, lazima ujiandae katika match. Na unajiandaa vipi? Kwa kiwanjani. Hii match ya leo sisi kwetu imetuongezea nguvu, imetuongezea tunasema nini? Kasi. Fitness kuelekea katika match ambayo inafuata. Sawa, bwana mchungaji, kwema? Mungu ni mwema sana. Mambo yanasemaje? Tunamshukuru Mungu sana. Hongereni bwana kwa ushindi. Tuambie mchezo kwa upande wako umeutazamaje, kwa sababu tayari MC Petit ameshasema, lakini wewe kwa upande wako mchezo ulikuwaje? Mechi ilikuwa ngumu. Mtu asikudanganye. Mechi ilikuwa ngumu. Mimi nahisi ndio mechi ambayo ilikuwa ngumu kuliko hata ile ya Dodoma Jiji. Ya ligi kuu. Ile ilikuwa nyepesi kuliko ile leo. Kumbuka leo wachezaji wengi waliocheza hapa ni wachezaji ambao walicheza ligi kuu ya Tanzania. Wakina Ngoma umewaona pale, wachezaji wengi wamecheza Zanzibar kwenye ligi ya Zanzibar. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwetu. Ila tunashukuru Mungu tumeweza kushinda, tumeenda nahisi nusu finali. Robo finali. Kwa hiyo wana Simba wasitegemee mechi yote ambayo tutakutana nayo sasa hivi itakuwa ni nyepesi. Hata kama tutakutana na timu ya daraja la pili, lazima iwe ngumu kwetu kwa sababu wao kwanza wanakamia mechi. Pili wanapokuja tena leo nimefurahi kuna mchezaji wetu aliyeumia. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba mechi kama hizi inakuwa ngumu sana, maana wale watu wanakuja zaidi kutuzuia zaidi. Na wanatumia nguvu zaidi kuliko sisi tunataka kama relax ili tusiumie kwa ajili ya mechi inayofuata.
Sawa, mnakwenda sasa nchini Misri na safari inaanza alfajiri ya leo. Pengine kwa upande wenu, nini kama mashabiki, ni kipi ambacho mnatarajia na kipi ambacho mna matumaini nacho kuelekea katika mchezo huu? Ukiangalia tendency ya Simba kwa kipindi hiki cha kombe la shirikisho, Simba amefanya vizuri zaidi. Maana kila mechi aliyokutana nayo kombe la shirikisho aliweza kuscore goli. Pili, Simba baada ya kuongoza klabu bingwa kipindi kile cha 2023 20 ngapi, safari Simba ameongoza tena kundi akiwa kwenye kombe la shirikisho. Pili, Simba safari anaanzia away. Simba akianzia away maana yake unampa advantage Simba kwenda nusu finali. Tunaangalia Libya Tripoli ilivyocheza na Simba. Tulianzia wapi? Tulianzia Libya. Libya kilichotokea, mwalimu aliweza kutengeneza timu ambayo kuanza kudefense, kutofungwa na tukaondoka bila kufungwa. Dar es Salaam akaja mtu hapa akashonwa. Kwa hiyo tunavyoiona Al-Masry tuna uzoefu wa kucheza nao. Pili, sisi kaka zao tumecheza nao na tumeweza kupata matokeo tukiwa Dar es Salaam. Sisi tumecheza na National hapa, tumecheza na Zamalek na tunashinda. Kwa hiyo hawa mabwana hawezi kutuzuia sisi. Hawa Al-Masry hawezi kutuzuia sisi kwenda nusu finali. Sisi kule tutashinda goli moja au tutatoa sare and then Dar es Salaam tutakuja kumaliza game. Ndio mechi ambayo ndio itakavyokuwa. Ubaya ubwela inakuwa replaced sasa, na hii tunavuka kuelekea katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Pengine kwa upande wenu, kauli mbiu hii ya hii tunavuka mnaichukuaje kama mashabiki? Hii tunavuka ndio tunaenda nayo hiyo. Na kweli tunavuka, tunaenda nusu finali. Na kwa taarifa ya watu ambao hawajajua, na hii mbaki nayo kama ansadi, kwamba Simba ataenda kucheza finali na Berkane. Simba ataenda kucheza finali na Berkane. Na muona Simba akienda kukutana tena na Zamalek nusu finali. Na itakuwa vile vile. Kwa sababu Simba safari kaanzia away. Kwa vyovyote vile sasa hivi Simba tabiri anzie wapi? Simba kaanzia home. Kwa hiyo mechi inayofuata Simba ataanzia away. Kama ataanzia away na Zamalek, ndio mechi ambayo tunategemea Simba ikajirudia, kwa sababu tabia za kujirudia historia wakati zinajirudia. Ndio mechi ambayo tunategemea hiyo sheria kafanyaje? Ikajirudia. Na ikijirudia Simba kaenda finali moja kwa moja. Ikijirudia Simba anakwenda finali. Sasa tuambie hali ya kikosi, lakini pia umewatazama wachezaji wengi ambao walikuwa wapati nafasi, leo hii wamecheza. Tumemwona pia Joshua Mutale akiibuka mpaka man of the match. Pengine kwa upana huu wa kikosi, wewe kama shabiki wa Simba, ni kipi ambacho kinakuja kichwani baada ya kuona hivi? Sasa Mutale kama anakuja muda amechelewa. Usielewa? Yaani kama amekuja gari lishashika moto. Tayari ni watu ambao wanategemea kucheza mechi ambazo zile si za kishindani. Kuna watu ambao kwenye klabu wao wanacheza mechi ambazo si za kishindani kama ulivyoona leo. Lakini mechi tafu huyu hawezi kuanza. Hata kwa performance ya leo. Hata kwa performance ya leo hawezi kuanza. Kwa sababu gani? Huyu bwana hii performance angeanza nayo kuanzia ligi inaanza. Angekuwa tumaini ndani ya Simba. Bahati mbaya, bahati nzuri, tulikuwa na matumaini makubwa zaidi kwake kuliko tunachokipata sasa hivi. Kwa hiyo Mutale sasa hivi kama anataka turudishe, lakini too late. Ameshachelewa. Hamwezi kurudisha mioyo yenu nyuma. Sasa labda mwalimu wao anampanga sasa, kwa sababu hii inaweza tokea mechi kubwa isipangwe, tukawa tunasubiria mechi kama za CRDB. Kwa hiyo ikawa ni kupoteza wakati zaidi. Sawa bwana, maliza na mashabiki wa Simba, lakini kabla tujamaliza bwana mchungaji, bila shaka ulikuwa unafuatilia kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye mkutano ule pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Wewe kama shabiki, kwa kile ambacho kinaendelea una maoni yapi? Kile kilichofanyika pale ni utashi wa watu. Wao wameona labda kienda vile wakidai point 3 ndio watapewa. Sio wamejazana pale. Wakamwambia sisi hataki dabi kufanya kuchezwa. Kumbuka mpira unaendeshwa kwa sheria na kanuni. Kanuni ndio ile ivunja, bodi ya ligi ndio ile ivunja hiyo kanuni. Kwamba hivi mechi hii tunaahirisha. Kama nani? Kama bodi ya ligi. Kama wao waweza kusema vile, ni nani mwingine ambaye atakuja kupinga? Kwa sababu hata hao kasi wenyewe wanaangalia, je, bodi ya ligi ilifanyaje? Walitumia sheria ipi? Sheria waliotumia kwa ndio hiyo waliovunja mechi isichezwe. Na sisi hatuhusiana na mambo hayo. Mambo yani sinema ya Yanga na bodi ya ligi sisi hatuhusu. Sisi hatupo. Ni sinema yao wao. Sisi tunasubiria tu dabi lini watatuambia tucheze. Hujanielewa hata kwenye ugomvi. Kwenye ugomvi bwana, anasema ugomvi anakuja kupigwa mtu mwingine hayupo. Yake kinachotokea sasa hivi Yanga ni swala lao na bodi ya ligi. Sisi mambo sisi hatuhusu. Sisi hatuhusiani, sisi tunasubiri tarehe tu. Serikali ipange tarehe lini tutacheza mechi yetu, tumalize game. Inaonekana kama nyinyi sasa ndo mnaitaka dabi, lakini wapinzani wenu wanasema hawataki kucheza. Ni vice versa na ilivyokuwa mwanzo. Wao walikuwa wanawataka nyinyi muende, lakini wakasema mmesusa. Alafu ndio hii scenario nao yatengenezeni. Wale hususa ile mechi isichezwe ni Yanga. Mimi nakupa tu picha ndogo tu. Yanga, wewe usimwai wako unavyosema umeweza kumfunga kila mechi. Si umfungulie mlango akafanye mazoezi na umsindikize ili kesho mtandike tena. Sasa kwa nini unazuia? Wanadai hakuna
ile uwezo kumpangia mtu. Sheria iko pale pale. Nije, nisije, ni mimi. Sasa nimeamua kuja, sasa utanizuieje? Unaniambia kwa nini mbona siku zote ufanyagi hivyo? Kwa hiyo sheria ipo.